Shalom shalom. Natumai uko na amani, pia nami niko na amani. Ujumbe huu ni kwa watu wote wanaoamini miujiza pekee kama kigezo cha kupima kama ni nabii wa ukweli ama wa uongo. Si kwa wafuasi wa mtumishi fulani tu, bali kwa kila mtu anayekimbizana na ishara na uponyaji bila kuchunguza mafundisho. Na kwa kuwa mimi nilikaa katika huduma ya nabii huyu Owuor kwa takriban miaka 5 hivi, nikamuona, nikamfahamu na nikajua mfumo wa huduma yake, basi ujumbe huu una uzito mkubwa sana kwa wale wanaomfuata au wanaomfuata nabii wengine wanaofanya mambo kama hayo. Naomba ushirikishe ujumbe huu kwa marafiki zako na ndugu zako ili tujifunze kwa pamoja. Biblia inasema katika Yohana wa kwanza 4 aya yake ya kwanza, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Muumba, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Hii inaonyesha wazi kwamba si kila mtu anayesema miujiza anatoka kwa Muumba. Tunapaswa kujaribu roho, kuangalia mafundisho na kuchunguza matunda, sio kukimbizana na ishara. Wakati watu wanakuambia ukimbie kwa nabii fulani kwa sababu ya miujiza au ponyaji au tafute msaada wa kiroho kutoka kwa nabii au muombaji, Biblia inaonya dhidi ya jambo hilo. Isaya 8:19 na 20 inasema, nanyi mtakapoambiwa tafuteni kwa hao wenye pepo na kwa hao wenye kutoa unabii wanaolia na kunong'ona, je, watu hawatamtafuta Mungu wao? Je, waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya hao walio hai? Na waende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka hapana asubuhi. Hapa tunaona wazi kwamba kipimo cha nabii si miujiza, bali ni kufundisha sawasawa na sheria na ushuhuda wa maandiko. Mtu yeyote anayesema maneno yanayopingana na torati ya Muumba wetu hana nuru, hata kama anafanya makubwa. Isaya na Mika waliona mambo haya kwa mbali na walitabiri kuwa hata siku za mwisho sheria itaendelea kuwa msingi. Isaya 2 mstari wa 2 na wa 3 na Mika 4 mstari wa 1 na wa 2 zote zinasema kwamba siku za mwisho torati itakuwa ikitoka Sayuni. Hii inaonyesha kwamba sheria si cha kuachwa na manabii wanaopingana nayo, hata kama wanaonyesha miujiza ni wa uongo. Katika Kumbukumbu la Torati 13 aya yake ya 1 hadi 3 tunasoma, kama nabii au muotaji atakayeota ndoto akitokea kati yenu akakupa ishara au ajabu, na ishara ile au ajabu ikawa kweli, akisema, na twende tufuate miungu mingine, usisikize maneno ya nabii huyo. Kwa maana Yawe Muumba wetu anawajaribu ajue kwamba mwampenda ama mioyo yenu yote, mwampenda kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote. Hapa tunaona jambo la kushangaza kwamba Muumba mwenyewe anaweza kuruhusu ishara ya uongo itimie ili kukujaribu kama unampenda yeye au unapenda nabii. Kwa hiyo miujiza si udhibitisho kwamba mtu anatoka kwa Muumba. Yashua alionya jambo hili mapema. Mathayo 24 aya 24 inasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata wale wateule. Kwa hiyo ishara kubwa na uponyaji si udhibitisho wa utakatifu, bali vinaweza kuwa chombo cha udanganyifu. Leo watu wanawaita viongozi wao baba au bwana wangu. Biblia inaonyesha jambo hili katika Isaya 26:13 inasema, Yawe
Mungu wetu. Mabwana wengine zaidi ya wewe wametutawala, bali kwa upande wetu tutalitaja jina lako peke yake. Lakini leo jina la Yahwe halitajwi tena, majina ya manabii ndiyo yanapigiwa kelele. Na Yeremia 23 aya yake 26 hadi 27 inasema kwamba hata lini itakuwa katika mioyo ya manabii hao watabirio uongo, wanaofanya watu wangu walisahau jina langu kwa ndoto zao, kama baba zao walivyosahau jina langu kwa ajili ya Baali. Hivyo ndoto, maono, miujiza yao imegeuka kuwa njia ya kuwafanya watu wa kumsahau Yahwe. Yeshua alisema wazi kabisa kwamba hatupaswi kumwita mtu yoyote baba hapa duniani wa kiroho. Mathayo 23:8 na 9, lakini ninyi msiitwe rabii, wala msimwite mtu duniani baba, kwa sababu baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Hivyo kumwita mtu mwanadamu baba wa kiroho ni kwenda kinyume cha amri ya Yeshua na ni aina ya ibada kwa mwanadamu. Leo ulimwengu uko chini ya laana kwa sababu ya kuacha sheria. Isaya 24 yake ya 5 na 6 inasema, nchi pia imenajisiwa na wenyeji wake kwa sababu wamezivunja sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Kwa hiyo laana imeila dunia. Hii ndiyo picha halisi ya dunia ya leo. Watu wanafuata miujiza badala ya muumba wetu. Na sheria ya muumba haina ubaguzi. Hesabu ni 15 aya 15 na 16 inasema, kwa ajili ya mkutano mzima kutakuwa na amri moja, kwa ajili yenu na ajili ya mgeni sheria moja na hukumu moja. Itakuwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya mgeni akae katikati yenu. Sheria moja kwa wote, Wayahudi na wageni. Ukweli ni kwamba makanisa mengi leo yamekuwa biashara. Yanauza mafuta ya upako, yanauza maono, yanauza miujiza, wanakuza kesha ili kupata pesa. Hawafundishi toba, hawafundishi sheria, hawafundishi njia ya haki. Hicho ndicho Biblia inakiita Babeli ya kiroho. Katika Ufunuo 18 yake ya 1 hadi 4, muumba wetu anasema, Babeli mkuu umeanguka. Mataifa yote yamekunywa divai ya ghadhabu ya uzinzi wake. Tokeni kwake, watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Huu ndio mwito kwa watu wa muumba. Toka kwenye udanganifu wa miujiza, toka kwenye makanisa ya biashara, toka kwenye manabii wanaotafuta sifa, na urudi kwa sheria za Yahwe na mafundisho ya Yeshua. Hapo ndipo utapata njia ya kweli. Ningependa kufikisha hapo. Ikiwa mtu ana swali, ningependa uweze kuuliza pale kwa comment section. Na pia mimi sijaweza kusoma hayo maandiko kikamilifu, ila nimeweza kukutajia na nikaweza kunukuu mambo kadha wa kadha ambayo itaweza kukupitishia ujumbe. Ukitaka kuelewa zaidi, ningependa uweze kusoma yote ambayo nimekutajia, kwa sababu nimekuwa nikirukaruka, ili uweze kuelewa zaidi na ukaweze kuokoa nafsi yako dhidi ya hawa manabii na walimu wa uongo ambao wamejitokeza, ambao mnawaita my lord, my fathers. Haya yote ni ibada kwa mwanadamu na ni kinyume na amri ya kwanza. Niweze kutamatishia hapo. Muweze kubarikiwa sana na muumba wetu. Shalom, shalom.